Kwa jina naitwa Matthew Alexander Mkumbo, mkurugenzi wa kampuni ya Kapondogoro Auction Mart. Shida kubwa ilikuwa ni kampuni hii ya Kapondogoro ambayo yenyewe ilipewa kazi ya kufanya eviction kupitia kampuni ya Miracle Corner Tanzania dhidi ya mdaiwa ambaye yeye ni kampuni ya majembe ambayo ilipewa dhamana na hii kampuni ya Miracle Corner Tanzania kwa ajili ya kuiuza hii nyumba kwa mkataba wa miezi 6 toka mwaka 2022. Lakini baada ya mwakilishi wa huyu wa kampuni ya majembe alipopewa jukumu la kuiuza hiyo nyumba, mkataba wa miezi 6 ukaisha, lakini bado cha ajabu huyu dalali aliendelea kuishi kwenye nyumba ambao ni kinyume na utaratibu. Yeye amepewa mali nyumba auze, lakini yeye amefanya na makazi, akaanza kuishi na familia yake. Kwa hiyo baada ya hapo kampuni ya Miracle Corners ambayo yenye makao makuu yake yako Dar es Salaam ikawa imefungua shauri ambalo ni shauri la madai namba shauri la madai 25 ambayo ilikuwa kati ya Miracle Corners na Tanzania na dhidi ya Majembe Auction Mart ambao wao ndio walikuwa wanashtakiwa kwa ajili ya kuweza kusimamisha nyumba, kwa sababu yule dalali ambaye alikuwa anawakilisha kampuni ya Majembe alikuwa anaishi kwa kesi kwa ajili ya kuomba mahakama itoe amri ya kuweza kumuondoa kwenye nyumba, na bado uamuzi ambao ulitolewa na mahakama ya mwanzo Mfaranyaki ambao maamuzi madogo yalitolewa tarehe 15 mwezi wa 10 2025 ikimtaka akabidhi funguo tarehe 17 mwezi wa 10 tarehe 2025, lakini alikaidi. Kwa hiyo ndo sasa tukapewa kazi hii na kampuni ya Miracle Corners Tanzania. Bali baada ya kuwa sisi tumefika hapa toka jana tulifika, na leo baada ya sisi kufika alikimbilia kituo cha polisi kwa ajili ya kutaka kufanya kufungua malalamiko dhidi yetu sisi, lakini kwa hakuna kesi ya msingi kwa sababu huyu mtu ameishi hapa kama mvamizi, hakuwa na mkataba wa aina yoyote aidha kupanga au kumilikishwa kusimamia hii nyumba, kwa sababu mkataba wake ulikuwa ni wa miezi 6 auze. Nyumba ilikuwa inauzwa kwa gharama ya shilingi ngapi? Ilikuwa inauzwa kwa mujibu wa mkataba wa awali ambao waliingia na hiyo kampuni ya Majembe, ilikuwa inauzwa milioni 111. Nini sasa rai yako au wito wako kwa madalali wote ambao wapo hapa mkoa wa Ruvuma? Kwa madalali, tunapopewa mali kwa ajili ya kufanya mnada kwa mujibu wa taratibu za kisheria, tusiende kuishi kwenye hizo nyumba au kujimilikisha mali yoyote pasipokuwa na kufuata utaratibu.